Glory of Christ Ufufuo Uzima pamoja na matawi yake 2000 linalomilikiwa na mbunge wa Kawe Askofu Josephat Gwajima. Hii ni baada ya mhubiri huyo kupinga utekaji nyara na kutoweka kwa watu nchini Tanzania. Serikali inasema mahubiri ya Askofu Gwajima yana nia kuchochea wananchi dhidi ya serikali na kuhatarisha amani. Watu wanapotea sana, na hatujui sasa nani anayefuata kwenye kupotea. Unaweza kunyamaza, kumbe unafuata wewe. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Ni mojawapo ya mahubiri ya mbunge wa Kawe na mwanzilishi wa kanisa la Ufufuo na Uzima Josephat Gwajima jijini Dar es Salaam, akishutumu utekaji nyara wa watu nchini humo. Mimi nitalisimamia mpaka mwisho. Gwajima akitumia madhabahu ya kanisa lake kupinga visa vya utekaji nyara, akiorodhesha zaidi ya watu 80 walotekwa. Chama cha Mapinduzi ambacho wahasisi wake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akiwemo John Pombe Magufuli na viongozi wengine wote, hawa wote hawajaasisi chama cha kuteka watu. Na CCM sisi si watekaji, na anayeteka watu anateka kwa nia yake yeye mwenyewe. Kauli zilizogusa serikali ya Mama Samia Suluhu. Jumapili, Wizara ya Mambo ya Ndani nchini humo ikiamuru kufungwa kwa kanisa hilo mara moja, ikisema mahubiri yake yanalenga kuwachochea wananchi dhidi ya serikali. Jumapili kanisa likifungwa, waumini wakifanya ibada barabarani kabla ya polisi kuwasili na kuwafurusha kwa kutumia vitoa machozi. Gwajima amesema Injili itaendelea na kutangaza siku 7 za maombi kwenye matawi zaidi ya 2000 ya kanisa lake. Mkuu wa jeshi la polisi na wasaidizi wake wote walio chini yake, hawa kimsingi wao wanateuliwa na Mheshimiwa Rais. Nini kimetokea? Hawa watekaji wanateka watu, hawapatikani. Wanaopinga visa hivyo wakiitaka serikali kuelezea yanayoshuhudiwa nchini humo. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi. Sitayumba, sitabadilika.